Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo tuna topic inasema, unapoota viatu ina maana gani kwenye ulimwengu wa roho? Unapoona viatu kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anakuwa na maana gani? Unaona unavaa viatu gani? Unaona unapewa viatu na nani? Na viatu vinakuwa vya aina gani? Ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 25, maandiko yanasema, na makomo yake yatakuwa ya chuma na shaba, na viatu vyake vitakuwa vya chuma na shaba, na kadiri ya siku zake ndivyo na nguvu zake zitakavyoongezeka. Lakini pia tumeona kwenye maandiko matakatifu tunaona Isaya mwenyewe anaambiwa atembee peku bila viatu. Kadiri atakavyotembea peku ndivyo na wana wa Israeli wataaibika. Kwa hiyo viatu ni ishara ya heshima, viatu ni ishara ya hatua, lakini viatu ni ishara ya nafasi. Kwa mfano, ukifuatilia vizuri sana kwenye ulimwengu huu wa kawaida, labda kiongozi mmoja anapotoka madarakani, maandiko watu wanasema kwamba sasa aliyeingia amevaa viatu vyake. Ni kama kwenye kiti, kwamba kiti cha utawala wa rais sasa ametoka rais fulani, amekaa rais fulani. Ina maana ni mamlaka au nafasi au cheo. Lakini pia viatu inaweza kuwa pia nafasi, kwamba viatu vya huyu amevaa huyu. Sasa kwenye ulimwengu wa roho unaweza kuona unavaa viatu vya mtu mwingine, ina maana umebeba nafasi ya yule. Kama umevaa, wewe ni mwanamke, umevaa viatu vya mume wako, ina maana umechukua nafasi ya mume wako, kitu ambacho ni laana kwenye familia. Au kama wewe ni mwanaume, umevaa viatu vya kike vya mwanamke au mke wako, ina maana sasa umepoteza nafasi kwenye familia, kwenye ndoa. Lakini pia unapoona mtu anakuibia viatu, muda mwingine anaiba nafasi yako, lakini pia viatu vinamaanisha ulinzi. Kwa hiyo kuona umevaa viatu ina maana una ulinzi. Ukiona umevaa viatu vilivyochakaa, ina maana ulinzi wako uko hatarini, uko mashakani. Lakini ukiona umevaa viatu vipya, nafasi yako au ulinzi wako uko vizuri, lakini pia nafasi yako iko vizuri. Lakini pia ukiona unapewa viatu vipya na mke wako au na mme wako, ina maana unapewa heshima, unapewa baraka, ina maana unasimikwa. Sasa unaweza kuwa labda upo kwenye uchumba, unaona mchumba wako anakununulia viatu vipya, ina maana amekuheshimisha, lakini pia amekusimika, lakini pia amekupa nafasi kwenye maisha yake. Sasa unaweza kuona umevaa kiatu mguu mmoja. Ukiona umevaa kiatu mguu mmoja na upo kwenye familia, ina maana hiyo familia inaelekea pabaya. Huenda nafasi ya mama inaenda kupotea. Kama ni mwanaume, unaona umevaa kiatu mguu wa kulia na wa kushoto huna kiatu, ina maana unaweza kutengana na familia yako na mke wako. Lakini unaweza kuona kwenye ulimwengu wa roho, wewe ni mwanamke na umevaa mguu mmoja wa kushoto, wa kuume hauna, ina maana unaenda kupoteza mume wako. Lakini pia unaweza kuona huna viatu labda eneo la kazini, unaweza kukuta unaenda kupoteza nafasi kazini. Unaweza kukuta unatembea peku kwenye huduma, inaona una mashambulizi au unaenda pia kupoteza ile huduma. Lakini pia umepoteza ulinzi wa kimungu, ina maana chochote kinaweza kutokea. Ndo hapo unaweza kukuta kwenye ulimwengu wa roho unatembea peku, ina maana umepoteza ulinzi, umepoteza nafasi yako, ina maana unaenda kuaibika, ni ishara ya aibu. Lakini ukiona umevaa viatu vipya vizuri, ina maana ni nafasi nzuri. Lakini ukiona viatu vyeupe, ina maana ni ishara ya utakatifu. Mungu anataka utembee katika utakatifu. Lakini kama viatu vya dhahabu, ina maana unaenda kutukuzwa. Lakini kama ni viatu vya zambarau, ina maana unaenda kupata heshima na ufalme au na utumishi. Lakini pia kama umevaa viatu labda ni vyeupe, nimeshazungumzia. Viatu vyekundu inaweza kuonesha ishara ya upendo, kama ni mpenzi wako amekupa. Lakini kama ni viatu vyekundu, unakuta ni vyekundu, umevaa viatu vyekundu, muda mwingine nafasi yako ipo mashakani, ipo hatarini. Au unakuta viatu vimepakwa damu. Kwa hiyo ni vitu vingi sana,
na ni namna nyingi sana ambapo Mungu anaweza kuzungumza na wewe kupitia ndoto, kupitia ishara ya viatu. Umeona maono hayo, umeona ndoto hiyo na imekuchanganya, usiache kucomment, usiache kunitumia WhatsApp. Sana sana tuma WhatsApp, namba yangu ni hii ambayo nimeiweka, unaiona. Ukituma message iandike kwa ufupi, andika jina lako, andika unatoka wapi, una umri gani, lakini pia unaweza kunitumia WhatsApp. Sana sana ndo vizuri, na nitakujibu message yako, nitakutafsiria ndoto yako, na Mungu atajifunua kwenye maisha yako na kukusaidia. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.